Baada ya rais wa Marekani kutoa hotuba yake usiku wa Jumatano kwa saa za Marekani, lakini alfajiri ya Alhamisi hii Afrika Mashariki hapa, shirika la habari la Iran Tasnim limeichambua na kuibeza hotuba hiyo, ambapo katika kichwa cha habari wameandika kuhusu hotuba ya Trump kwa taifa kuhusu Iran: nilishindwa vibaya. Sasa wanasema hotuba ya kwanza ya rais wa Marekani Donald Trump kwa taifa kuhusu vita dhidi ya Iran haikuwa taarifa kuhusu hali, bali ilikuwa taarifa kuhusu malengo yaliyotangazwa ili baada ya vita Trump aweze kudai ushindi. Kuna hadithi ya mdunguaji mmoja ama sniper aliyedai kuwa na ustadi mkubwa. Mtu alimwomba ajaribu ustadi wake. Sniper huyu alipiga risasi kadhaa na hakuna hata moja iliyogonga shabaha, lakini alikuwa na mapungufu kiasi cha kushindwa kukubali kushindwa. Hivyo mara moja alichora mstari kuzunguka sehemu risasi zilipopiga na kusema, hiyo ndio ilikuwa shabaha tangu mwanzo na nilifanikiwa. Hiyo ndio kwa kiasi kikubwa hadithi ya hotuba ya Trump usiku huu na taarifa muhimu ambayo White House ilikuwa imeahidi, pamoja na madai mbalimbali na bila shaka ya kurudiwa aliyotoa Trump usiku huu. Jambo muhimu zaidi lililotokea halikuwa taarifa kuhusu hali, bali taarifa kuhusu malengo yaliyotangazwa ili baada ya mwisho wa vita ambao huenda ukawa katika siku zijazo, Trump aweze kudai ushindi. Marekani hapo awali ilikuwa imetangaza malengo kadhaa ya kupigana vita dhidi ya Iran. 1, kubadilisha mfumo wa kisiasa nchini Iran. 2, kuwepo kwa utawala au mfumo wa kisiasa nchini Iran unaojisalimisha kwa Marekani. 3, kuondoa uwezo wa ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na 4, kukomesha uwezo wa nyuklia wa Iran. Bila shaka, malengo halisi ya Marekani na Israel yalikuwa zaidi ya malengo hayo yaliyotajwa, na hilo lilikuwa kuvunjwa kwa Iran kwa namna ambayo Iran isingeweza kamwe kupinga kiburi cha Marekani katika eneo na duniani. Hata hivyo, baada ya kuanza kwa vita, kuondoa mlango wa Hormuz kutoka udhibiti wa Iran kwa kutumia nguvu za kijeshi kulikuwa lengo muhimu zaidi la Marekani kama sehemu ya jitihada zake za kuzuia kuharibiwa kwa hadhi ya Marekani duniani. Lakini Trump alisema nini hasa katika hotuba yake kwa taifa? 1, kubadilisha mfumo wa kisiasa nchini Iran hakukuwa kamwe miongoni mwa malengo ya vita. 2, kubadilisha mfumo wa kisiasa nchini Iran kwa kweli kumetokea. 3, Marekani haina jukumu kuhusu mlango wa Hormuz. Hivyo yeyote anayetaka mafuta kutoka mlango wa Hormuz anapaswa ama kuyapata kutoka Marekani au aende akaufungue mlango huo mwenyewe. Trump pia alitangaza kuwa alikuwa amefikia malengo yake ya kuharibu uwezo wa nyuklia na ulinzi wa Iran, na alikuwa ameangamiza kabisa jeshi la majini na jeshi la anga la Iran. Lakini ukweli halisi uwanjani ni upi? Kwanza, ikiwa nguvu ya majini ya Iran imeharibiwa, Marekani bado inalalamikaje kufungwa kwa mlango wa Hormuz? Je, watu wa sayari ya Mars wamechukua udhibiti wa mlango wa Hormuz? Pili, ikiwa nguvu ya makombora ya Iran imeharibiwa, ni nani aliyetekeleza shambulio kubwa zaidi la makombora dhidi ya utawala wa Kizayuni usiku uliopita? Je, yalitoka sayari ya Mercury? 3, je, si Marekani yenyewe ilisema ilikuwa imeharibu uwezo wote wa nyuklia wa Iran katika vita vya siku 12? Hivyo safari hii ni wazi inasema uongo. Kwa kweli inasema uongo zaidi. 4, moja ya mambo yaliyojitokeza katika hotuba ya Trump ilikuwa ni tangazo lake la wazi la kushindwa kufungua mlango wa Hormuz, na kwa sababu hiyo, kwa vitendo aliondoa lengo hilo kama moja ya malengo yake na kukiri kushindwa kukubwa. 5, kuzungumzia mfumo wa kisiasa wa Iran kuwa umebadilika sasa kuna wafanya watu wote kucheka. Kama baadhi ya waandishi wa habari wa kimataifa walivyosema katika maoni yao, ni mpumbavu kama Trump pekee angeweza kubadilisha Khamenei, Shahid Said Ali na Khamenei Ayatollah Said Mujtaba na kudai kuwa mfumo umebadilika. Kwa hivyo hotuba ya Trump ilikuwa na maana kadhaa zilizo wazi. 1, tangazo la wazi la kushindwa kufikia malengo makuu ya vita vya zaidi ya mwezi mmoja dhidi ya Iran. 2, mafanikio ya propaganda na kuweka msingi wa kutangaza ushindi wa kufikirika baada ya wiki 2 au 3 zijazo na hata karibu zaidi. 3, tangazo la wazi la kutoweza kufungua mlango wa Hormuz kama kiashiria muhimu katika vita. Na 4, jaribio la kujibu ukosoaji mkali sana wa maoni ya umma ndani ya Marekani kwa kujilinganisha na wapenda vita wa zamani wa Marekani. Ikiwa mimi ni mkali, waliotangulia walikuwa wakali sawa au zaidi.